Sasa ninayo heshima kubwa kumkaribisha kadhi wetu wa mkoa wa Arusha, Sheikh Rajab Kiungiza, afanye mambo mawili. Nitaomba kadhi atatusaidia kufanya tafsiri kwa muktasari kwa maneno haya yaliyosomwa, lakini nitamuomba pia, kwa sababu yeye ni mmoja katika watumishi kwenye baraza ambao wanahusika na mambo ya hija, nitamuomba pale atakapomaliza tafsiri basi walau kidogo, kwa vile tunaelekea kwenye ibada ya hija, ataizungumza nayo kwa muktasari kama sehemu ya hamasa. Naomba ni microphone ya pili tafadhali kwa kadhi wetu wa mkoa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah alqaimi lihuquqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sura ambayo msomaji wetu ametusomea ni sura ya Al-Hujurat. Kwa mujibu wa mpangilio wa msahafu mtukufu ni sura namba 49. Ameanza katika aya ya 15 baada ya kutaka baraka kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu, na kumlaani sheitani aliyefukuzwa katika rehema za Allah. Ameanza kwa kusema innamal mu'minun, hakika waumini wa kweli, alladhina, ni wale amanu billah, waliomwamini Mwenyezi Mungu, wa rasulihi, na mtume wake, thumma, tena, lam yartabu, hawakutia shaka katika kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala au kumwamini mtume wake. Wajahadu, na wakapigana jihadi, biamwalihim, kwa mali zao, wa anfusihim, na nafsi zao, fi sabilillah, katika njia ya Mwenyezi Mungu. Allah anamalizia aya kwa kusema ulaika humus sadiqun, hao ndio wa kweli wanapodai kwamba wao wamemwamini Mungu. Muda wa kwamba wamesifika kwa matendo sampuli namna hiyo, basi hao ndio wa kweli katika imani zao. Msomaji wetu akaendelea aya nambari 16 inayosema Allah tabaraka wa taala amwambia bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul, sema, atuallimuna an-nasa bidinikum, ati ndio mnamfundisha Mwenyezi Mungu dini yenu. Wallahu ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ardh, hali ya kuwa Mwenyezi Mungu anayajua yaliyoko mbinguni na yaliyoko ardhini. Hana haja Mungu kufundishwa, kwa sababu Mwenyezi Mungu yeye, wallahu bikulli shay'in alim, anajua kila kitu, hahitaji kufundishwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu amwambia mtume, yamununa alaika, wanakusimbulia, an aslamu, kuwa wamesilimu. Qul, sema, la tamunnu alayya, musinisimbulie islamakum, kwa kusilimu kwenu mkaona ndio mmefanya jambo kubwa sana vile kwamba nyinyi mmeingia katika Uislamu. Balillahu yamunnu alaykum an hadakum, bali Mwenyezi Mungu ndiye aliyekufanyieni hisani kwa kukuongoeni kwenye imani. In kuntum sadiqin, basi ikiwa nyinyi ni wa kweli. Inna Allaha ya'lamu ghaiba as-samawati wal ard, hakika Mwenyezi Mungu
anajua siri za mbingu na ardhi. Wallahu basirun bima ta'malun, na Mwenyezi Mungu anayaona mnayoyafanya. Hizi ni baadhi ya aya alizosoma msomaji wetu kabla ya kuhama kwenda katika surati Al-Mu'minun, kama alivyosema mtangazaji kwamba nisome tu baadhi, nami nimechukua baadhi ile sehemu ya awali aliyosoma msomaji wetu. Ama katika jambo la pili ambalo amenitaka nilisemee, hili hata kama asingesema ningelisemea kwa sababu hapa ndipo mahala pake. Ni jambo linalohusu ibada ya hija. Waislamu, kama tuna kumbukumbu nzuri, Samaha Mufti wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali Mbwana hafidhahullah, mara tu aliposhuka katika uwanja wa ndege akirudi kutoka hija, alipokuwa anazungumza na vyombo vya habari pale uwanja wa ndege wa Mwalimu Nyerere katika Terminal 3, alizungumzia mabadiliko ambayo yametokea katika nchi ya mamlaka ya Saudi Arabia kuhusu hija ya mwaka huu, kwamba mabadiliko ni makubwa. Hivyo kila yule ambaye amejiandaa kwenda kuhiji au yule ambaye yeye anataka kuwafadhili watu, kuwalipia gharama wende wakahiji, ahakikishe anafanya hivyo, kulipia gharama hizo, iwe ni yeye mwenyewe au anayewalipia watu, kabla ya tarehe 15 mwezi wa Shaabani, kwamba mpaka ikifika tarehe 15 Shaabani kila mtu awe amelipa na kila mtu awe amewalipia watu wake anaotaka kwenda kuwalipia wakahiji, kwa sababu mabadiliko ni makubwa. Atakayechelewa baada ya tarehe 15 Shaabani, basi huyo ajue kwamba hataweza kwenda kuhiji kwa mwaka huu mpaka tena mwakani, kwa kuwa gharama zake atakuwa amekushalipa. Kwa kuwa amechelewa, basi hija yake itakuwa ni mwakani na sio mwaka huu. Kwa hivyo tufanye kila sampuli au kila uwezo namna gani tulipe, na tuanze sasa, tuache kule kujivuta-vuta. Tumekuwa na tabia ya kujivuta-vuta mpaka mwezi wa Ramadhani ndio watu wanalipa, wengine wanalipa mwezi wa Shawwal, wengine wanalipa wiki moja kabla ya safari ndio mtu anakuja kulipa. Kiasi inakuwa tabu, mambo ya visa, taratibu za kule, ijraati za kule Maka na Madina, mambo ya mahoteli, usafiri wa ndani, mahema ya Mina na Arafa na kadhalika, inakuwa tabu. Na kwa aina ya hija yetu Baraza Kuu la Uislamu wa Tanzania ya tamatui, namna ya kulipia wanyama inakuwa tabu. Kwa hivyo ni vizuri tulipie kwa mapema sana, na kila mwenye uwezo afanye hivyo, na baadhi yetu uwezo tunao. Hiyo ndio hali halisi. Mfano, kati yetu hapa kuna mtu ana gari mbili, lakini huyu naye anakwambia hana uwezo. Ana nyumba amejenga, kuna room 5 6 na zote anapangisha, na kila mwisho wa mwezi anapokea kodi ya nyumba hiyo kwa wapangaji wake. Huyu naye anakwambia hana uwezo. Lakini kuna mwingine, huyo nikikutajia uwezo wake utashangaa, naye anasema hana uwezo. Waislamu, una simu mbili za smartphone, kila simu thamani yake 3.5 au zaidi ya hapo. Hebu nikuulize, tangu umemiliki hiyo simu umeweka vocha kiasi gani? Kwa utaratibu huo ambao ulifanya ukanunua simu na mpaka unaweka vocha, mpaka leo ni mamilioni ya pesa utakuwa umetumia. Kwa nini akili hiyo usiitumie kwa ajili ya kwenda kuhiji? Kwa akili hiyo. Lakini na wewe uliye na nyumba unasema huna uwezo wa kwenda kuhiji, kwamba mimi nilinunua kiwanja kidogo nikamaliza kulipia kiwanja changu, nikajenga kidogo, najenga hapa mpaka pale napumzika, hapa mpaka pale napumzika. Hiyo akili aliyokupa Mungu ya kujenga, mpaka leo umejenga nyumba unapangisha kwa kidogo, kwa nini usitumie na akili hiyo ukahiji? Huko kwenye kuhiji hiyo akili imekwenda wapi?
huu ni mtazamo wa upofu, mtu kujitazama na kujihukumu kwamba hana uwezo wakati uwezo anao kweli. Sikwambii wale mna nyumba za kurithi za wazee wenu na vyumba mmegawana na kila mwisho wa mwezi mnapokea kodi za nyumba hizo. Nanyi mnasema hamna uwezo. Lakini hapo nyumbani kwenu una vyumba vitatu, kodi unapokea wewe. Hadithi unasema huna uwezo. Na ungelikuwa huna hivyo ungesema nini? Kupanga ni kuchagua. Kwa hivyo ni juu yetu tuharakishe kulipa gharama ili tuende tukahiji. Kwa mwaka huu Baraza Kuu la Uislamu wa Tanzania ni dola 6,200. Ni dola 6,200, takriban kama milioni 17 na laki 4 kama sikusahau. Milioni 17 kama na laki 4 hivi. Na unaweza kulipia sasa, lakini pia vile vile kuna njia nyingine imerahisishwa kwa watu wa mabenki kama Amana Bank, wana utaratibu huo. Ipo akaunti maalum kwa ajili ya hija. CRDB pia iko Albaraka, nao pia vile vile kuna kitengo kwa ajili ya kuwawezesha watu kwenda kuhiji. Lakini wewe na wao mtakaa namna gani, ukirudi utakuja kuwarudishia mapesa yao ambao wamekulipia gharama za hija ili uende ukahiji. Yote haya yamefanywa kwa ajili ya kutia wepesi na urahisi. Na uzuri hii Albaraka account aliyezindua ni Samaha Mufti mwenyewe. Ndio alioizindua akaunti hii kwa kushirikiana na watu wa CRDB kwa ajili ya kuwawezesha Waislamu na kuwarahisishia njia za wao kuweza kwenda kuhiji. Kwa hivyo haya ndio machache, kwa sababu Mufti hataki kukaa muda mrefu hapa, nisichukue muda mrefu na bado mambo yanakuja mbele huko. Hadha wa billahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Rajab Kiungiza, kadhi wetu wa mkoa wa Arusha, akifanya mambo mawili. Mwenyezi Mungu akuhifadhi inshallah. Mheshimiwa Mufti, hafla hii ya leo yenye hadhi ya juu kabisa kwa mkoa wa Arusha inakwenda mubashara kupitia vyombo kadhaa vya habari, na official broadcaster wa shughuli hii ni Kiungiza TV. Hiyo Kiungiza TV sio ya Sheikh Kiungiza, ya kijana wa Sheikh Kiungiza. Tumswalie Mtume.